na imani kwa leo taasisi nitajua vizuri baada ya mazoezi ya leo jioni. Mechi ya kwanza na ushindi Bendi nayo kocha tafsiri kwa ya plani ilikuwa ni kutoka point 3, Mungu akajalia tumeipata. Ilikuwa ni JKT unasikia timu nzuri, iko kwenye ligi kuu kama jinsi ya Raila sio kwenye ligi kuu, kwa hiyo ni ushindani na imani kwa tutapata mechi nzuri ambayo tunahitaji kuweza kugrow, kukua, kuweza kupata matokeo. Mara ya mwisho unaondoka Tanzania, ligi yetu haikuwa hata kwenye top 5. Umekuja Tanzania sasa hivi ligi yetu ni miongoni mwa top 5 leagues in Africa. Pengine hii kwako unasikia faraja kwa namna gani kufundisha ligi bora miongoni mwa ligi 5 bora barani Afrika? Viwango ya ligi sijui inapangwa wapi, inapangiwa vipi. Ninachokifahamu tu ligi ya Tanzania nimeweza kuifuatilia hata kama sikuwepo. Ina Azam Max, kwa hiyo najua kinachoendelea, nilifuatilia, najua na kwa kweli ni ligi ambayo imeenda kwa nyingine level ya juu. Nashukuru Mungu kwa hilo. Imepatikana uwekezaji hasa ambao umeboost sana hamasa kwa football, ikianzia kwa mkuu wa nchi na serikali na support. Kwa hiyo ni kitu kizuri, kitu ambacho tutakujivunia kwa hiyo kama nchi bara, pia kama East Africa. Uwepo wa walimu wengi vijana ambao wengine wakati wewe kocha mkuu wengine walikuwa chini, na sasa hivi unaenda kukutana nao kwenye ligi, kwa maana ya kumtazama mtu kama Ahmad Ali na makocha wengine, kwako unajisikia faraja kwa namna gani, kwa sababu ni miongoni mwa makocha ambao ulikuwa unakutazama kipindi unaingia Tanzania kama ni role model wao? Nafurahi sana, na hata kama sikuwepo nilikuwa nao mara nyingi tunazungumza. Kwa hiyo nimefurahi sana kuona wameimarika, wanachukua experience. Ni kitu kizuri, ni faida ya nchi. Kwa hiyo ni heshima kwangu kuwaona wakifanya kazi vizuri. Nimefurahi sana na ni faraja sana. Nini kimebadilika baada ya kufika wakati unatoka na sasa hivi kwenye ligi hii? Kila siku inabadilika, kila siku watu wanakuwa, kama kisa nimesema, walikuwa vijana nao wamekuwa. Hata nyinyi wengi wenu hapa hamkuwepo kama waandishi, mmekuja, unasikia mabadiliko yapo, nikionyesha kama kuna evolution, kuna kitu kinaongezeka, na that's why na ligi imetoka hivyo, viwango imepanda. Unaona kama ni kila mtu amecheza nafasi yake. Kutoka ligi ya Kenya na kuja Tanzania, na umesema ulikuwa unafuatia ligi ya Tanzania, umekupa urahisi kiasi gani kuanza na matokeo kwenye ligi? Haijakuwa urahisi. Sijakuja kitu rahisi. Ingekuwa rahisi singekuja. Najua ni challenge kubwa, ni ligi ambayo nakwambia iko very competitive. Nao sio before kuna timu zilikuwa hata kufika uwanjani kuna shida, kwa hiyo unakutana mtakichezea nyumbani ni easy kudhulumiwa, lakini hivi na Azam TV mechi ziko wazi, unaona kwa hata waandishi wa habari nyinyi mnaona mko wengi, mnaweza mkaongea issue. Kwa hiyo hamasa inakuwa kubwa, ni kitu kinafanya hata watu wapende. Kwa hiyo ni kazi kubwa, na watu inaweza kusema imebadilisha. Hapo TRA United na malengo makubwa, upo tayari kiasi gani kuhakikisha kwamba unakwenda kufanikisha malengo ya timu, ikiwemo kuhakikisha unakuwa nafasi 6 au 4 za juu? Malengo ya TRA sio kuwa namba 6 peke yake. Hiyo ukisema malengo ni msimu mmoja, kwa hiyo haina malengo ya msimu mmoja. Ina malengo makubwa, hata nikiwepo, hata nikiondoka na wengine wakija, ni timu kubwa, na kama jinsi taasisi ya TRA ni kubwa. Kwa hiyo malengo ni kwenda mbali zaidi ya hilo. Vionjo ubingwa wa ligi ya Kenya, unatamani kufanya hivyo Tanzania na TRA, inawezekana hivyo? Unaweza ungejibu nafasi yangu. Wewe unaonaje? Naweza kutamani au natamani? Sio, nimesikia umehonja. Hiyo ni kitu kizuri. Hiyo ikipatikana nikushukuru Mungu. Uwezo huo upo? Nitakujibu baada ya ligi. Uwepo wa propaganda za nje ya uwanja inasemekana ni moja kati ya vitu vinavyoikuza sana ligi ya Tanzania. Kwako wewe imeshawahi kukuathiri wakati mwanzo na sasa hivi unarejea, unaona hilo lina mlengo upi na pengine lina nafasi gani kwenye kuikuza timu? Sijasikia, sina taarifa na hizo propaganda, na sijajua unamaanisha nini. Kwa maana ya namna watu wamekuwa wakizungumza kuliliki kulinganisha kama na promotion ya ligi kwa namna inapofanywa na sponsors, kwa maana ya media sponsors, lakini pia hata waandishi wa habari wanapoizungumza. Inasemekana ni moja kati ya ligi inachangiwa kuwa maarufu zaidi ukanda wa Afrika Mashariki. Pengine hilo lina athari kwa utendaji wenu wa kazi kama makocha pengine mnapokuwa kwenye ligi ya namna hiyo? Hapana. Sema
mimi nachochukulia kwa upande wangu ni hamasa kubwa, kwa sababu nyinyi waandishi wa habari mkiwa mmetokea hivi mmetoa hiyo propaganda wala kuhamasisha watu waje, inafanya the sponsors wanaingia na hisi, na that's why unaona kama wameongezeka sana. Kwa hiyo more wanaingia, competition inakuwa vizuri, cause maslahi yanapatikana, inakuwa vizuri na hamasa inakuwepo, vijana wanafanya vizuri na wanapata hiyo motisha ya kusema ili competition ipande juu. Kwa hiyo mimi nahisi kwa upande wangu ni kitu kizuri. Mwezi Disemba kutakuwa na dirisha la usajili. Unapanga pengine kuboresha sehemu yote katika kikosi chako kama coach mkubwa sasa, kwa namna ambavyo umeona tangu umefika, unaona kuna shida hiyo sehemu yote kuboresha kikosi chako? Si muamini sana wa kusajili, mimi ni muamini wa kutengeneza. Kwa hiyo naenda kukaa nao, ni focus na hawa niko nao, alafu ikitokea dirisha dogo kutokana na yeye malengo, nitakaa na mabosi wanaambie haya, sisi msuri wetu ni huyu, ikiwa atapatikana mchezaji tutamchukua, na tunaweza kuwa na huyo msuri upo, lakini mchezaji ambaye wa karibu tunataka hayupo. Kwa nini tusajili? Kwa sababu ya kusajili, isipenda tu tutengeneze wale tuko nao. Kwa hiyo tunasikia ni kikao kikubwa, ni process kubwa, ni vigumu kuliongelea size. Itanibidi nichukue muda baada ya gisi mechi naenda nione kama kuna hiyo uhitaji na huyo mtu sahihi atapatikana. Unawaahidi nini wana TRA mashabiki? Nimekuja kufanya kazi na roho moja, kwa hiyo au focus, naomba Mungu nitimize ndoto zao na ndoto zangu.